Ni matumaini yangu kuwa mzima buheri wa afya, mtazamaji wa EATV popote pale ulipo. Karibu sasa katika Kurasa, dakika chache za kukufahamisha machache katika mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRD Coalition umewakutanisha na kuwaleta pamoja watetezi wa haki za binadamu nchini katika kutathmini hali ya haki za binadamu kwa nchi wanachama ujulikanao kama UPR. Akizungumza na vyombo vya habari leo jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa THRD Coalition Onesmo Ole Ngurumwa amesema mbali na warsha hiyo ya THRD itaendelea na mafunzo ya kuongeza ufahamu zaidi juu ya mpango wa UPR ili watetezi hao waweze kutengeneza ripoti zenye viwango vya juu kwa lengo la kukuza hali ya haki za binadamu nchini. Ule moyo wa kuweza kufanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo ndio maana unaona sasa huu mtandao, kwa sababu umejumuisha mashirika yote, ukaona kwamba utumike kama chombo cha kujaribu kuratibu kwa namna gani mashirika ya haki za binadamu Tanzania sasa yanaweza kuweka mkakati wa pamoja na kuanza kuuliza kila eneo ambalo serikali imefanyia kufanya kazi. Kwa mfano eneo la waandishi wa habari, kuna maeneo ya haki za binadamu, kuna maeneo ya masuala ya afya, kuna maeneo ya wafugaji, kuna haki mbalimbali, walemavu. Kila kikundi kikaweza kufuatilia kule kwenye maeneo ya husika, kwa mfano wizara ya sheria, ofisi ya mwanasheria mkuu, kwamba ni kwa namna gani mpaka sasa hivi mwaka mmoja kwenda kwenye tathmini nyingine serikali imeweza kutekeleza yale mapendekezo 107. Chama Umoja wa Mataifa ilipitia hatua ya UPR mwaka 2011 ili kujua michango ya asasi za kijamii katika utekelezaji wa hali ya haki za binadamu, ambapo ripoti ilionyesha kuwa msukumo wa kufuatilia utekelezaji huo haukuridhisha. Tuendelee na Kurasa. Kufuatia tukio la kupigwa na polisi waandishi wa habari hapo jana jijini Dar es Salaam wakati wakitekeleza majukumu yao ya kikazi, hii leo baadhi ya viongozi wa taasisi mbalimbali za habari wamepaza sauti zao kulaani kitendo hicho. Wakiongea leo jijini Dar es Salaam, viongozi hao wamesema kitendo hicho kimekiuka haki za binadamu na kudhalilisha haki na wajibu wa waandishi wa habari kwa ujumla. Nachoweza kusema mimi ni kwamba sasa hivi, na hasa tunapokaribia kwenda kwenye uchaguzi, napata mashaka, naanza kuwa na hofu kwamba pengine tutaona matendo kama haya ya waandishi kunyanyaswa wanapotekeleza wajibu wao yakiongezeka. Kwa hiyo tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunakutana na uongozi tuweze kuzungumza tutafanya kazi namna gani. Mimi naamini kwamba jambo lolote lile ukiweza kuwabadilisha watu, it's about psychology. Kupiga hakujawahi tatua sipati jibu sahihi. Nachotaka kusema ni kwamba kupiga sio njia sahihi. Hii ni aibu na imedhihirisha kabisa kwamba vyombo vyetu vya dola vinahusika katika kushambulia waandishi wa habari. Ni bahati mbaya sana tukio la jana limetokea wakati gazeti la Nipashe likiwa liko njiani kufungiwa. Tumalizie Kurasa kwa hili. Zaidi ya wanawake 3,000 katika mikoa mbalimbali ya Tanzania wanaojishughulisha na kazi za kilimo wamenufaika baada ya kupewa mbinu mbalimbali za kilimo cha umwagiliaji, na hatua hiyo kuwasaidia kuwaondoa katika wimbi la umasikini. Akiongelea swala hilo, meneja wa shirika lisilo la kiserikali la Kickstart linalohamasisha kilimo cha umwagiliaji nchini, Bwana Peter Mkufya, amesema kutokana na mnyororo wa thamani, wakulima wengi wamekuwa hawapati faida katika kilimo chao kutokana na kutegemea kilimo cha msimu, hivyo mazao mengi kujazana sokoni na kupunguza thamani, tofauti na walivyoanza kutumia kilimo cha umwagiliaji. Tunachoamini ni kwamba ukimwezesha mama umeiwezesha jamii, lakini kikubwa zaidi ni kwamba Tanzania hivi sasa 96% ya wakulima Tanzania wanatumia kilimo cha mvua. 4% peke yao wanatumia kilimo cha umwagiliaji. Lakini hatari ambayo inakuja zaidi ni kwamba wakati 96% wanategemea mvua, ni kwamba wakati wakivuna mazao yanafurika sokoni, bei inashuka. Kwa hiyo mkulima tena hafaidiki. Tumekufungulia na kukufungia Kurasa kwa hayo machache katika yale mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Kesho, je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia dakika chache za Kurasa. Alafu tuandikia maoni yako kupitia barua pepe yetu ambayo ni kurasa@eatv.tv. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea Kurasa, mimi ni Laltaika, Noah Laltaika.